الحمد لله الذي نهانا عن مساوئ الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتمام مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي نجاة المؤمن في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب وتفسد العلاقات بين الناس خصلة ذميمة خطرها عظيم وإثمها كبير، ألا وهي الشماتة. والشماتة هي الفرح بالبلاء يقع على الغير، سواء كان هذا البلاء في دينه أو دنياه أو صحته أو ماله. Ndugu zangu Waislamu, ama khutba yetu ya leo itatuzunguka katika unwani khaslatun dhamimatun ashamata, sifa mbaya inayochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni shamata. Nini maana shamata? Hiya alfarahu bilbala yaqa'u ala alghayr, ni kufurahi juu ya bala, juu ya mtihani, juu ya matatizo yanayompata ndugu yako Muislamu, sawa iwe ni balaa za kidini au za kidunia au za kiafya au za mali. Yani uwe wewe ni mtu mwenye kufurahi pindi Muislamu mwenzako atakapopatikana na matatizo ya kidunia au ya kidini au ya kisiha yake, apatikane na maradhi aina tofauti tofauti, na wewe ukawa unafurahia, bali unaweza paka kufikia kumwambia, na bado hayo yaliyokupata ni machache tu, kuna zaidi ya hayo. Hii ni sifa mbaya sana kwa mtu ambaye anajinasibisha na Uislamu na imani ya Kiislamu. Kwa hivyo ni vizuri uachane na sifa kama hii, kwa sababu kama tunavyoelezewa ni kwamba ni katika maradhi ambayo ni mabaya sana na ni hatari sana, ambayo yanasibu katika mioyo yetu. Yani wewe moyo wako ukawa unafurahia pindi mwenzako Muislamu anapofika na matatizo, na vile vile ni jambo ambalo linaharibu ufungamano wa watu. Wewe ikawa huna ufungamano na wenzako. Kwa sababu gani? Wafurahia matatizo yao. Na hii ni sifa mbaya na ni hatari iliyokubwa na ina madhambi makubwa ndani yake. Inna hadhihi alkhaslatu laysa min sifati almu'min as-sadiqin, laysa min sifati almu'minin as-sadiqin, bal hiya min sifati almunafiqin wa a'da'i ad-din. فالمؤمن يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه، أما الشامت فإنه يجد لذته في مصائب الآخرين. Tujue ya kwamba hii ashamata ni sifa ambayo sio sifa ya waumini walio wa kweli, bali ni sifa ya wanafiki na wale maadui wa dini. Kwa hivyo jiangalie ndugu yangu Muislamu, kama unao sifa kama hii, ujijue kwamba wewe si muumini wa kweli, bali wewe ni munafiki, bali wewe ni mtu ambaye yawezekana ikawa una upungufu katika imani yako. Bali muumini wa kweli ni yule ambaye anafurahi pindi ndugu yake Muislamu anapofurahi, na anahuzunika pindi ndugu yake Muislamu anapohuzunika. Huyo ndio muumini wa kisawasawa. Ama yule mwenye kufurahia ni yule ambaye anapata ladha ya furaha katika moyo wake pindi Muislamu mwenzake atakapopatikana na matatizo. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم
من هذا الخلق السيء فقال لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه Muslim. Anasema mtume wetu sala na salamu zimfikie yeye, akitutahadharisha juu ya sifa kama hii iliyo mbaya, akisema nini? La tudhhiri shamatata li akhi, usidhihirishe furaha yako pindi atakapopatikana na matatizo muislamu mwenzako. Kwa sababu gani? Fayarhamuhu Allah wa yabtali, huenda Allah akamrehemu yeye kwa kumuondoshea yale matatizo aliyonayo, kisha akakupatia mtihani wewe kama ule aliyokuwa nao. Iwe ni matatizo katika dini yake, ikawa pengine ni mchache wa imani, au ikawa pengine Mwenyezi Mungu amemuonja katika kufanya maasi ya fulani, huenda Mwenyezi Mungu akamuondoshea maasi kama yale alafu akakupatia wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina watu ambao wakimuona mtu ameteleza kidogo, huenda wakamwambia wewe ni mtu wa motoni wewe, kwani wewe ndio unaandika thawabu? Kile kitabu cha thawabu na madhambi uko nacho wewe? Hii ni siri ya Allah, muachie Allah, bali wewe mpatie nasiha na umuombee dua Allah siku zote awe ni mwenye kumuongoza ndugu yako Muislamu kama hivi. Ama akapatikana na matatizo ya kidunia, ima akawa mgonjwa au akawa na matatizo katika biashara zake, ikawa mali yake ni yenye kupungua, kwa hivyo usifurahike, bali ikiwezekana muombee dua ala dhahri al-ghaib, muombee dua kwa siri, Mwenyezi Mungu amuondoshee matatizo yake. Kwa sababu pindi utakaponyanyua mikono na ukamuombea ndugu yako Muislamu, kunao malaika pale wanasema nini? Walaka bimithli dhalik, ama na wewe upate kama vile unavyomuombea ndugu yako Muislamu. Kwa nini sisi hatutaki dua ya viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni viumbe ambavyo havikosei, ni maasumini? Kwa hivyo dua zao zinakwenda moja kwa moja mpaka kwa Allah na ni zenye kukubaliwa. Kwa hivyo tuweze kujitahidi kuwaombea ndugu zetu Waislamu, imma hidayah au kufanikiwa katika maisha yao. lidha kana min dua ayuha almuslimun inna ad-dunya دوارة والأيام متداولة بين الناس فمن شمت اليوم بمصيبة غيره قد يبتليه الله بمثلها غدا فالصحيح قد يمرض والغني قد يفتقر والعزيز قد يذل. Ndugu zangu Waislamu, tujue ya kwamba dunia iko duara, dunia iko duara na masiku yanabadilika. Kwa hivyo yoyote ambaye atafurahika kwa msiba ambao umempata ndugu yake Muislamu leo, basi huenda Allah subhanahu wa ta'ala akampatia mtihani kama ule aliompatia ndugu yake kesho. Leo yule mwenzako ana mtihani, huenda Allah akamuondoshea mtihani kama ule alafu akakupatia wewe mtihani ule. Sasa jiulize, yule ndugu yako Muislamu na yeye afurahie kwa yale matatizo yaliyokupata wewe? Kwa hivyo si tabia mzuri mtu kufurahia matatizo ya ndugu yake Muislamu. Kwani huwa mtu ana afya leo lakini kesho akawa mgonjwa, na mtu mwingine akawa ni tajiri leo, kesho akaamka akawa ni maskini, na mwingine akawa ni mwenye cheo na nguvu, lakini kesho akawa ni mtu mdhalilifu. Kwa hivyo hii ndiyo tabia ya kidunia, na hii ndiyo sunnatullah ala ibadi, ndiyo mwenendo wa Allah juu ya waja wake. Sio kwamba ati maisha ya kidunia kila siku yatakwenda sawa tu kwa la, lazima Mwenyezi Mungu akuonje. Ikiwa waumini wenye imani za kisawasawa walionjwa na Allah pale aliposema alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun,
Je, unadhania au wanadhania watu waseme kwamba sisi tumeamini halafu Mwenyezi Mungu asiwapatie mtihani? Waumini wenyewe wanapatiwa mtihani. Mitume ambao ni viumbe vya Allah, vile ambavyo vimetukuzwa mbele ya waja wengine, na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu aliwapatia mtihani. Kwa hivyo usije ukajiona kwamba leo uko na utajiri, leo uko na siha njema, leo wewe uko na cheo, ukajiona kwamba Allah hawezi kukupatia mtihani. La, hiyo ni sunna ya Allah katika waja wake hapa ulimwenguni, kwa sababu anataka kukupima imani yako. Je, imani yako iko sawa sawa ama imepungua? Kwa hivyo tusifurahikie kwa matatizo ambayo yanawapata ndugu zetu Waislamu. Lidha kana min duai nabii sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi albala wa darki alshaqa wa su'i alqada wa shamatati al'a'da. Muttafaqun alayhi. Ndio maana mtume wa Allah siku zote alikuwa akiomba dua kama hii. Pindi unapomuona ndugu yako Muislamu ana matatizo, anasema Allahumma inni a'udhu bika min jahdi albala wa darki alshaqa wa su'i alqada wa shamatati al'a'da. Iwe utadumu na dua kama hizi na nyinginezo. Fattaqullaha ibadallah wa tahhiru qulubakum min alhaqd au min alhiqd walhasad washamatati wa idha ra'aytum mubtala fahmadullah ala alafiyah was'alullaha lahu alshafa warahma wattauba. Ndugu zangu Waislamu, tumche Allah enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na tutahirishe, tusafishe mioyo yetu kutokamana na maradhi ya mioyo, maradhi ya chuki na hasad na kufurahikia matatizo ya wenzetu. Na pindi utakapomuona mwenzako ameonjwa na mtihani fulani, basi mshukuru Allah kutokamana na kukuafu wewe kwamba haja kupatia mtihani kama ule, na vile vile kumuombea Allah yule ndugu yako Muislamu apate shafaa, aweze kupona yale magonjwa yake au yale matatizo yake alionayo, na umuombe Allah amrehemu, na vile vile umuombe Allah amweze kumregesha nyuma na aweze kutubia. Na vile vile katika hadithi nyingine mtume wetu sala na salamu zimfikie yeye alitueleza kwamba pindi utakapomuona ndugu yako yoyote ambaye ameonjwa na mtihani fulani, useme alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniafu mimi kutokamana na ule mtihani aliokupa wewe, na vile vile akanitukuza katika wale waja wake aliowatukuza. Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kwa hivyo tudumu na hizi dua na tukithirishe katika adhkar kwa wingi, na tumuombe Allah asitutie katika mitihani mizito mizito, ili tusije tukateleza na tukapungukiwa katika imani tulizo nazo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أيها المؤمنون، إن العلاج من خصلة الشماتة يكون بأمور واضحة. الأول تطهير القلب، نزع الحقد والحسد من النفس. والثاني تذكر العاقبة، الخوف من دوران البلاء على الشامت. الثالث الدعاء للمصاب، التضامن معه بالدعاء بدل الفرح بمصيبته. الرابع حمد الله، شكر الله على نعمه، على نعمة العافية عند رؤية المبتلى. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia, japo yenye kuzungumzwa ni mengi, lakini katika ilaji
katika ponyo za kuondosha maradhi kama haya au kuondosha sifa kama hii iliyo mbaya, inafuata kwa kufuata mambo yanayofuata yaliyo wazi. Ya kwanza, tathhirul qalb, ni kuzisafisha nyoyo zetu, ni kuzivua au kuziondoa katika maradhi ya mioyo ambayo ni chuki na hasad kutoka kwa mioyo yetu. Ama ya pili ni kukumbuka mwisho wako, ni kukumbuka mwisho wa yule ambaye ni mwenye kufurahia matatizo ya wenzake, na kuogopa ya kwamba isije ikazunguka ile balaa na ikamregelea yeye mwenyewe mwenye kufurahi. Ama ya tatu ni kumuombea dua yule ndugu yako Muislamu aliyepewa masaibu kama yale au mitihani kama yale, badili ya kufurahikia misiba iliyompata. Ama ya nne ni kumshukuru Allah kwa neema ya afya, kwa neema ya kukuafu wewe usiwe ni mwenye kupata balaa kama ile iliyompata ndugu yako Muislamu. Wakati gani? Pindi utakapomuona yule aliyopewa mitihani, uwe utamshukuru Allah na kumuombea dua yule ndugu yako aliyepewa matatizo kama hayo. Ibadallah, inna Allah ya'murukum biamrin bada'a fihi binafsihi فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وعلى وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك وخير زماننا آخره وخير آمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تجعل فينا شامتا ولا تجعلنا محلا لشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم